ya baraka. Yatazame mabaya katika sura ya baraka. Na kitabu ambacho kitatuongoza katika somo hili ni Injili ya Yohana sura ya 11 mstari ule wa 4, kuanzia ule mstari wa 4. Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwanadamu atukuzwe kwa huo. Na Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, bali kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Alisema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, kiwa amelala atapona. Lakini Yesu alipokuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatupa neema katika siku zote hizi kulichambua neno hili kwa undani. Kwa hiyo usipate shida kama sitaligusa kwa undani katika siku hii ya kwanza, lakini ni imani yangu ya kwamba kwa sababu ni neno linalotuongoza katika somo hili, basi tutakuwa tunaligusa kila ambapo tunaanza kujifunza. Lakini rejee kile kichwa ambacho nimekuambia kinachosema, yatazame mabaya katika sura ya baraka. Yatazame mabaya katika sura ya baraka. Maana yake kutazama mabaya katika sura ya mema, kutazama magumu katika sura ya urahisi, kutazama vita katika sura ya ushindi, kutazama yaliyoshindikana katika sura ya kuwezekana, kutazama maumivu ambayo mtu anayapitia, kutazama uchungu ambao mtu anaopitia katika sura ya furaha, kutazama mapito katika hali ya kuvuka, kutazama mabaya katika sura ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunajifunza somo hili la kutazama mabaya katika sura ya baraka? Kwa sababu katika maisha yetu kuna nyakati kubwa mbili. Kusoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1, anatuonyesha kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna nyakati kubwa mbili. Nyakati za kwanza ni nyakati za furaha, nyakati za pili ni nyakati za huzuni, nyakati za majaribu. Na mara nyingi sana tunapokutana na magumu, tunapokutana na vita, tunapokutana na changamoto, tukakutana na upinzani, tukakutana na mambo mabaya, tumekuwa tukikata tamaa, tumekuwa tukinungunika. Lakini kupitia somo hili, kuna wakati utaomba hata uweze kupita kwenye vita. Kuna wakati utaomba upite kwenye majaribu. Kuna wakati utaomba upite kwenye vikwazo. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya vikwazo vingi, katikati ya mapito mengi, katikati ya majaribu mengi, katikati ya vita nyingi, ndani yake kuna baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wiki Mungu atatupa neema kujifunza vizuri juu ya somo hili. Na mimi sitaki kupoteza muda sana. Natamani angalau kwa siku ya leo tulitazame jambo moja. Lakini kabla ya kulitazama jambo hili ambalo
kwa siku ya leo tutaanza nalo. Nifafanue kwa kifupi sana neno ambalo tumelisoma. Kwanza, neno hili ambalo tumelisoma ni neno ambalo kama ni msomaji wa Biblia utaungana na mimi kwa maneno haya kwamba Yesu na kina Lazaro walikuwa ni family friend, na Yesu na Lazaro na Martha na Mariam, kila mmoja ana kitu ambacho alikifanya katika maisha ya Yesu. Kila mmoja alikuwa na uhusiano wa kipekee na maisha ya Yesu. Ukianza kwa Lazaro ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki wa Yesu, ni mtu ambaye Yesu alimpenda sana, ni mtu ambaye Yesu alikuwa anafurahi kuwa pamoja naye, kuwa karibu naye. Lakini ukija kwa ndugu hao wawili, ukija kwa Martha na Mariam, kila mmoja alikuwa na uhusiano wake wa kipekee. Mmoja alikuwa ni mtu ambaye Yesu mara nyingi alipokuwa akienda katika nyumba ya kina Lazaro alikuwa anampikia chakula na anakula mahali hapo. Lakini mmoja ni mtu ambaye aliwahi kumpaka Yesu mafuta kwa Mariamu ya thamani sana. Kwa maana gani? Hawa watu walikuwa na uhusiano mzuri na Yesu. Sasa wanaenda kuripoti kisa ambacho kimetokea katika familia yao. Ni kisa kibaya. Ndugu yao anaumwa, yupo katika hali mbaya. Yesu anapelekewa taarifa ya kwamba yule umpendaye, Biblia inatambulisha ikisema yule umpendaye hawezi, anaumwa, yupo katika hali ya kufa. Lakini Yesu aliposikia maneno hayo akaanza kuwajibu, akasema kwamba ugonjwa huu si wa mauti bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yesu amepelekewa tatizo, lakini Yesu katikati ya tatizo anaona ya kwamba hata kama hawa watu kweli ndugu yao anaumwa, lakini Yesu anasema ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa nini unapaswa kuyatazama mabaya katika sura ya baraka? Jambo la kwanza, kama unaandika andika. Jambo la kwanza, kwa nini unapaswa kuyatazama mabaya katika sura ya baraka? Jambo la kwanza, kwa sababu mabaya mengine yamebeba kusudi la Mungu. Mabaya mengine yamebeba kusudi la Mungu. Mabaya mengine yamebeba utukufu wa Mungu. Mabaya yana tabia ya kubeba kusudi la Mungu. Mabaya mengine yana tabia ya kubeba utukufu wa Mungu. Na ndio maana Yesu alipopelekewa taarifa hii ya kwamba Lazaro anaumwa, kitu cha kwanza ambacho alikisema ya kwamba ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana yake nini? Si kwamba huyu mtu hataumwa, si kwamba huyu mtu hatopata tatizo, atapata tatizo, lakini tatizo lake atakayolipitia, changamoto atakayoipitia, vita atakayoipitia, mapito atakayoyapitia, ni kweli anaweza kupita kwenye mapito, lakini mapito yake si kwa ajili ya mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nami asubuhi ya leo acha nitangaze mahali hapa. Inawezekana unapita katika mapito, unapita katika magonjwa, unapita katika vita, unapita katika changamoto, lakini na habari njema asubuhi ya leo ya kwamba hicho unachokipitia si kwa ajili ya kukuangamiza, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni kwa ajili ya kusudi la Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Natamani utambue asubuhi ya leo ya kwamba kuna vitu vingine vinaweza kuwa vibaya kabisa katika maisha yako, vinaweza kukuumiza ndani yako, vinaweza kuachilia mfadhaiko katika moyo wako, lakini tambua ya kwamba kuna vitu vingine umeandikiwa uvipitie kwa sababu ni kusudi la Mungu wewe upite katika eneo. Yaani kuna mabaya unaweza ukayapitia, si kwamba yamekuja kwa bahati mbaya, hapana. Hayo mabaya yameandikwa kabisa kwamba uweze kuyapitia katika maisha yako. Hebu tusome Injili ya Luka sura ile ya 18. Kuna kitu ambacho hapo utamani uweze ukipata asubuhi ya leo. Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 31. Kumbuka Yesu alikuja hapa duniani na alibeba kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu lilikuwa ndani yake. Na katika ule mstari wa 31 Biblia inasema akawachukua wale thenashara akawaambia, tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Sio aliyojiandikia,
sio aliyojipangia, sio aliyojisemea, mambo aliyoandikiwa. Ni mambo gani aliyoandikiwa? Tuone pamoja. Anasema kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhiaka, atatendewa jeuri na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi, kisha watamua, na siku ya tatu atafufuka. Lakini angalia kile ambacho ameandikiwa. Ameandikiwa kupita katika maumivu, ameandikiwa kupita katika mateso, ameandikiwa kupita katika vita, ameandikiwa kupita katika shida. Lakini kwa nini anapita hapo? Ni kwa sababu hayo anayoyapitia ndani yake yana utukufu wa Mungu. Kuna vitu vinaweza kuwa ni vibaya katika maisha yako, lakini ndani yake vimebeba kusudi la Mungu, vimebeba utukufu wa Mungu. Ngoja nikwambie siri moja asubuhi ya leo. Ili mtu apite na aweze kuyafikia mafanikio yake, kuna vitu vitatu ambavyo ni muhimu, lazima aweze kuvipitia. Na miongoni mwa vitu vitatu, vitu viwili ni vitu vibaya. Kitu cha kwanza, ili mtu aweze kuyafikia mafanikio yake, kitu cha kwanza ambacho anatakiwa akipitie ni kipindi kinachoitwa kipindi cha msalaba. Hiki ni kipindi gani? Ni kipindi cha mateso, ni kipindi cha majaribu, ni kipindi cha vita, ni kipindi ambacho unaweza ukatukanwa, ni kipindi ambacho unaweza ukasingiziwa jambo fulani, ni kipindi ambacho unaweza ukapita kwenye pito gumu kiasi ambacho ukasema, mbona kama vile Mungu ameniacha, mbona kama vile Mungu amenitupa, mbona kama vile Mungu hayupo katika maisha yangu. Ni kipindi kigumu ambacho unatakiwa ukipitie, lakini kipindi hicho ni kipindi ambacho kinaandaa mchakato wa kufika kwenye mafanikio yako. Ndio maana unamwona Yesu anasema mwana wa Adamu ameandikiwa kupita kwenye hiyo kipindi cha msalaba, atatiwa mikononi mwa wakuu, nao watamtesa. Kuna wakati lazima uteseke ili upate jambo fulani. Kuna wakati lazima upite kwenye pito ili uweze kupata jambo fulani. Wengi wetu sana leo hii tunapopita katika magumu, watu wanafikiri vitu vingi sana. Wengine wamekata tamaa, wengine wanarudi nyuma, wengine wanasema ya kwamba Mungu ameniacha, lakini wasijue ya kwamba katikati ya vipindi hivyo lipo kusudi la Mungu, na ni lazima wao waweze kupita hapo kwa sababu wameandikiwa kupita hapo. Kuna wakati utapita kwenye maumivu kwa sababu umeandikiwa kupita hapo. Kuna wakati utapita kwenye vita kwa sababu umeandikiwa uweze kupita hapo. Yesu aliandikiwa, na wewe kuna vitu umeandikiwa uvipitie. Lakini jambo la pili ambalo unaliona hapo kwenye vile vipindi ambavyo mtu ni muhimu aweze kuvipitia kwa ajili ya mafanikio na kesho yake, kipindi cha pili ni kipindi ambacho kinaitwa kipindi cha aibu. Kipindi cha aibu. Kuna wakati mwingine lazima upite kwenye aibu, lazima upite kwenye kipindi cha aibu uweze kupita kipindi cha aibu. Yesu anatuonyesha hapa aibu ambayo ameandikiwa aweze kupitia. Yesu ameandikiwa kutemewa mate, kudhiakiwa. Ni kipindi cha aibu. Lakini kwa nini anatakiwa apite hapo? Kwa sababu ndani ya vipindi hivyo kuna baraka. Ndani ya mambo hayo kuna baraka. Unaweza leo ukawa unapita kwenye kipindi kigumu sana, kwenye kipindi cha matatizo, lakini tambua ya kwamba ndani ya kipindi hiko kuna baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza haya, natamani kuna mtu mmoja atiwe moyo asubuhi ya leo ya kwamba kuna magumu unaweza ukayapitia na ndani yake yamebeba kusudi la Mungu. Ufanye nini? Usikate tamaa. Kwa nini usikate tamaa? Kwa sababu magumu hayadumu, matatizo hayadumu. Season ina tabia ya kupita, ya kuisha. Kama ilivyoanza, kuna siku itaisha. Kama lilivyokuja, kuna siku itaondoka. Kama hiyo vita ilivyoanza, kuna siku itaisha. Haujaumbiwa kupita kwenye shida ya milele, haujaumbiwa kupita kwenye matatizo ya milele. Hayo matatizo, hayo magumu, hiyo vita ni sehemu tu ambayo hapo unapita, lakini kuna siku iko unachokipitia kitaondoka katika maisha yako. Nami asubuhi ya leo ninatangaza mahali hapa na ninajisikia kuhubiri mahali hapa ya kwamba haijalishi unapita kwenye bonde la namna gani, haijalishi unapita kwenye vita namna gani, haijalishi unapita kwenye tatizo la namna gani, hata kama kwako unaliona ni kubwa, lakini habari njema asubuhi ya leo ya kwamba hilo unaolipitia litapita katika jina la Yesu. Hiyo vita itaisha, hilo gumu litapita, hayo matatizo yatapita, hiyo changamoto itaisha. Kuna saa hicho unachokipitia
kitapita. Hicho unachokipitia kitaondoka. Hata kama leo kinakuumiza, lakini kisikatishe tamaa. Ona utukufu wa Mungu, naona kusudi la Mungu katikati ya yale mapito. Ona kusudi la Mungu katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini wakati mwingine uwaga tunakuaga na nguvu ya kuvumilia matatizo? Unajua kwa nini wakati mwingine tukipita kwenye magumu hata tunaweza kuwa na furaha? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunajua hiki kinachokuja ama hiki ambacho tunakipitia hakidumu, kitapita. Ni kweli kuna wakati tunaweza tukapita kwenye mabonde, lakini tuna imani ya kwamba kwa sababu tuna Mungu ndani yetu, haijalishi hili tunaolipitia ni kubwa kwa namna gani, lakini matumaini yetu ya kwamba yeye aliyekuwa pamoja nasi atatusaidia kushinda. Yeye aliyeanzisha safari yetu atatusaidia kuimaliza. Haijalishi yale ambayo tunayapitia, lakini matazamio yetu na imani yetu ya kwamba katikati ya hili tutauona wokovu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliwatia moyo wana wa Israeli, akamwambia simameni mkauone wokovu wa Bwana, maana hao wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kipindi hiki ambacho unaweza ukapita kwenye mabaya, ili uweze kuliona kusudi la Mungu katikati ya mabaya unayoyapitia, jambo la kwanza, ili uweze kuona kusudi la Mungu katikati ya hayo mabaya unayoyapitia, jambo la kwanza, hakikisha unamtazama Bwana. Hakikisha unamwangalia Bwana. Katikati ya hiyo vita, mwangalie Bwana. Katikati ya hilo tatizo, mwangalie Bwana. Katikati ya hayo magumu, mwangalie Bwana, kwa sababu ndani ya hilo baya ukimtazama Mungu utaliona kusudi la Mungu. Watu wengi wanaokata tamaa, ukimwona mtu anapita kwenye mabonde alafu akaanza kutamka maneno magumu, akaanza kumlaumu Mungu, akaanza kukufuru, akaanza kusema mambo mabaya, huyu mtu ni kwa sababu hajamtazama Bwana. Ukimtazama Bwana utamuona yeye na utaliona kusudi lake. Na ndio maana Yesu alienda mahali fulani akaomba, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini baadaye kwa sababu alimtazama Bwana akamwambia Mungu, si kama nitakavyo mimi, lakini mapenzi yako yatimizwe. Na wakati anaomba hapo, aliposema tu mapenzi yako yatimizwe, maana yake nini? Kusudi lako uliloliweka katika maisha yangu litimizwe. Aliposema neno hilo tu, Biblia inasemaje? Malaika wakatokea wakamtia nguvu Yesu. Malaika wakatokea wakamtia nguvu Yesu ili aweze kuendelea na safari yake. Tunapoomba na kumtazama Bwana, Mungu atatuinulia malaika zake, na Mungu atatuletea watu mfano wa malaika katika maisha yetu. Watatutia moyo, watatuambia kwamba hilo linawezekana, hapa utapita, hapa utavuka, hapa Mungu atakuinua, hapa Mungu atakubariki. Kuna watu watakuja kwenye maisha yetu na wataiganga mioyo yetu, nasi kwa maneno yao, nasi kwa namna ambavyo watakuja kuzungumza nasi, tutajikuta tunasimama na kuendelea mbele, tutajikuta tunasimama na kuendelea na safari zetu. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu tulimtazama Bwana katika maisha yetu. Kimtazama Bwana, Mungu ataachilia msaada katika maisha yako. Asubuhi ya leo, sijui unapita kwenye kipindi gani, sijui hayo mabaya yaliyopo katika maisha yako wewe unayaona ni mabaya makubwa kiasi gani, lakini nataka nikutie moyo ya kwamba hayo mabaya unaweza ukaliona kusudi la Mungu katikati ya hayo mabaya. Unaweza ukaona baraka ya Mungu katikati ya hayo mabaya kama tu utakubali kumtazama Bwana. Mimi nafanya sana huduma ya counseling, na mara nyingi sana nimeongea na watu, na mimi watu wengi wakija nikiongea nao huaga siwaombei kwanza, na wasikiliza sana. Na kuna watu wengine huwa siwaombei na washauri katikati ya kuwashauri, kwa sababu sio kila mtu anayekuja kanisani anahitaji maombi. Kuna wengine wanahitaji kuzungumza nao, kuwashauri. Watu wengi ambao wamepita kwenye mapito, kwenye magumu, wanaweza kuvuka hapo kama wakitambua jambo moja, hicho wanachokipitia ndani yake kuna kusudi la Mungu, alafu wakamtazama Mungu. Alafu jambo la tatu, wakamshukuru Mungu. Kwa nini? Mtume Paulo anasema kwenye ule waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 18, anasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo, kwa maana haya ni mapenzi ya Mungu. Maana yake nini? Kwa maana haya yana kusudi la Mungu. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Maana yake nini? Nimetukanwa, nimshukuru Bwana. Nimesalitiwa, nimshukuru Bwana. Nimekoseshwa amani, nimshukuru Bwana. Kuna vitu vimetokea ni vibaya kwenye maisha yangu, nimshukuru Bwana, kwa maana haya ni mapenzi ya Mungu. Ukiona hivi, kuna mahali utavuka,
kuna mahali utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame pale ulipo. Ninakuamini, bado ninakuamini. Ni elimu, ni masomo, ninakuamini Yesu, bado ninakuamini. Familia imekuwa changamoto, ninakuamini bado ninakuamini yewe, ninakuamini yewe, sema bado, sema bado, sema bado, ninakuamini Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, tuko asubuhi ya leo mahali hapa kwa sababu bado tunakuamini. Huyu mama ameingia katika ibada hii ya asubuhi ya leo kwa sababu bado anakuamini. Haijalishi yale ambayo anayapitia, lakini bado anakuamini. Ni kweli Bwana, ndani yake kuna mabonde na milima na vikwazo na changamoto, lakini bado anakuamini Bwana. Wewe uliuliza wanafunzi wako pale ambapo wale wengine wameondoka, ukawauliza, je, na ninyi mnataka kwenda zenu? Lakini Petro akasema, twende kwa nani wakati wao kuna maneno ya uzima? Nasi Bwana, twende kwa nani wakati wao kuna maneno ya uzima? Hatuna mahali pengine pa kwenda, hatuna kimbilio lingine katika maisha yetu Bwana, hatuna sehemu nyingine ya kwenda Baba, hatuna eneo lingine la kukimbilia, kwa sababu sisi tunakuamini na ndio maana tuko mahali hapa. Haijalishi tunapita kwenye mabonde, haijalishi tunapita kwenye vita, haijalishi tunapita kwenye milima, haijalishi tunapita kwenye mabonde ya namna fulani Bwana, bado tunakuamini. Bado tunakuamini ya kwamba unaweza. Bado tunakuamini ya kwamba unaweza kutenda. Tunakuamini unaweza kufanya, unaweza kutuinua, unaweza kutubariki, unaweza kutusaidia. Bado tunakuamini Bwana. Ni kweli tunapita kwenye maumivu, lakini bado tunakuamini. Bado tunakuamini. Bado tunakuamini. Bado tunakuamini Bwana. Bado tunakuamini Yesu. Ni kweli ndani yetu Bwana tunapita kwenye vita kali, lakini bado tunakuamini Yesu.
bado tunakuamini. Daudi akasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Nasi Bwana, inawezekana tunapita kwenye uvuli wa mabonde fulani, lakini hatuogopi kwa sababu tunakuamini. Tunapita kwenye magumu, hatuogopi kwa sababu tunakuamini. Ni kweli kuna vita, hatuogopi kwa sababu tunakuamini. Tunakuamini, tunaamini ya kwamba tutashinda kwenye hii vita. Haijalishi vita ni kali, haijalishi maadui zetu ni wengi, lakini bado tuna imani nawe, bado tuna imani nawe, bado tunakuamini, bado tunaamini, bado tunaamini Bwana. Haijalishi mazingira yakoje, lakini sisi tuna imani ya kwamba katikati hayo tutapita, katikati hayo tutavuka, katikati hayo Bwana liko kusudi lako, liko kusudi lako Bwana. Ndiwe ambaye uliwaambia wale watu ambao wamekuletea taarifa, ukasema ya kwamba ugonjwa huu si wa mauti. Kuna magumu tunayapitia, si ya mauti. Kuna vita tunazipitia, si za mauti. Kuna maumivu tunayapitia, si ya mauti Bwana, si ya mauti Bwana, si ya mauti Bwana, si ya mauti Bwana, si ya mauti. Hayo maumivu si ya mauti Bwana.